بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darasa ya kitabu au risala al-maqalah al-mufida sharh hadith jami' fi al-aqida للشيخ الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. بإذن الله تعالى uende ikawa ndio kikao chetu cha mwisho katika hii risala, izungumzia athaniyatu wal 20, kipengele cha 22 katika hii dhikr ama dua aliyokuwa akileta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zake za usiku. قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: وقد وردت في بعض روايات الحديث في الصحيح. ili neno wala haula wala quwwata illa billah katika hii istiftah limepokelewa katika baadhi ya riwaya za hadithi hii katika sahih Bukhari wa Muslim, وهي كلمة إسلام واستسلام. ni kalima ya Uislamu ya kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله, na kumwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala mambo na kujiweka mbali na uwezo na nguvu isipokuwa kwa uwezo wa Allah na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. wa anna al-'abda la yamliku min amrihi shay'a, kuwa mja hamiliki katika jambo lake chochote kile. walaysa lahu hilatun fi daf'i sharrin ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. نوالا هنا حيلة هنا uwerevu katika kuzuia shari, wala hana nguvu katika kuivuta khairi isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله. hamuna kubadilika hali ya mja kutoka katika maasiya kuingia katika taa, kutoka katika maradhi kurudi katika siha ya kawaida, kutoka katika udhaifu kupata nguvu, upungufu kufikia ukamilifu na ziada, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. yote haya mja hana nguvu nayo isipokuwa atakapotaka Allah. wala quwwatun lahu ala al-qiyam bi sha'nin min shu'unihi au تحقيق هدف من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم. ولا هنا nguvu
mja huyu katika kusimamia jambo katika mambo yake, kuhakiki malengo katika malengo yake, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ndio maana la haula wala quwwata illa billah. Wamja akubali kuwa hana uwezo wala hana nguvu ya kubadilisha hali moja kwenda katika hali nyingine isipokuwa kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pekee yake ndiye anayeweza. وتتضمن هذه الكلمة العظيمة إثبات القدر. نهي كلمة عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله ndani yake mnakuthibitisha qadar, mnakuthibitisha qadar, وهو أصل من أصول الدين العظيمة. msingi katika misingi hii dini, msingi adhim, msingi mkubwa muhimu. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول، وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية. وإسلامك إجماع وملكباله دينه لا حول ولا قوة إلا بالله وإجماع. na hili neno ni ponyo ya kutosha katika kuthibitisha qadara na kuvunja kauli ya al-qadariyya wanaokanusha qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا ترجم لها الإمام البخاري في كتاب القدر في صحيحه بقوله: باب لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام البخاري قال: باب لا حول ولا قوة إلا بالله. ودلالة هذه الكلمة على الإيمان بالقدر ظاهرة. نقول هي كلمة كتفهميشا kuamini qadar ndani yake iko wazi sana. إذ فيها تسليم العبد واستسلامه وتبرؤه من الحول والقوة. sababu ndani ya hii kalima unakule kujisalimisha kwa mja na kujiweka mbali na uwezo na nguvu ya aina yoyote. wa anna al-umura inma taqa'u biqada'i Allahi wa qadarihi, na kuwa mambo yatokea kwa qadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. wa anna ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, analotaka Allah huwa na asilotaka liwe haliwezi kuwa. la tataharraku dharratun illa biidhni, hakuna hata kilicho kidogo kiasi gani, mfano mdudu chungu, kufanya haraka isipokuwa kwa idhni yake Allah. wala yajri hadithun illa bimashiatihi, hakuna jambo lolote linalotokea, tukio lolote isipokuwa atakapotaka Allah. wala ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asghara min dhalika wala akbara illa ahsaha ilmu, hakuna kinachotoka nje ya ilmu ya Allah mbinguni wala ardhini, kiwe ni kidogo kiasi gani, kiwe ni kikubwa kiasi gani, Allah subhanahu wa ta'ala haya yote ayajua, isipokuwa kimehesabiwa na kudhibitiwa na ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. wa ahatat biha qudratuhu, na kimezungukwa na uwezo wake Allah. wa nafadhat biha mashi'atuhu, tayari imepita mashia, matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. waqtadatha hikmatuhu, na lile jambo au kile kitu kikuwa isipokuwa kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. hali mambo ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuitakidi, asiwe na shaka nayo. وفي قوله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله جمع بين التوحيد والاستعانة. hapa mnakusanya vitu viwili, tauhid na kutaka msaada kwa Allah. فإن لا إله إلا الله كلمة توحيد. لا إله إلا الله ni kalima ya tauhid, hapana pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah.
tahqiquha iyyaka na'budu. Hakiki kalimatu tauhid utapata katika aya ya sura al-Fatiha, iyyaka na'budu, wewe peke yako ndiye tunayekuabudu, hatukushirikishi na chochote. Wala hawla wala quwwata illa billah, kalimatu isti'ana. La hawla wala quwwata illa billah ni kalima ya kutaka msaada. Tahqiquha wa iyyaka nasta'in, wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada. Na ni makosa la hawla wala quwwata illa billah kuitumia katika msiba, sababu si kalima istirja. Katika msiba wasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na hii ni tambii ambao pia Sheikhul Islam rahimahullah ameitaja kwa wakati mwingine mtu anapatikana na msiba sema la haula wala quwwata illa billah. Na sisi tumeizoea kwa kweli, imezoeleka mpaka mtu ukimuudhi, maana ile ni jambo la kuudhi kama msiba kwake. Jamaa fulani la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, sumbua yule kweli, la haula wala quwwata. Mtu tumeona kama. Na kuna neno chafu ambalo leo limezoeleka na baadhi ya watu wasema la haulillah, Allah hana uwezo. Yaona nasema sasa useme la haula wala quwwata, hizi mbwembwe hizi katika adhkar watu wakaja wakaleta maana chafu sana kwa sababu ya kuongeza vitu ambavyo havimo. Kamsikia la haulillah, maana Allah hana uwezo, la haul lillah. Yeye akitarajia kuwa amesema, hakusudii hivyo yeye akusudia la haula la quwwata illa billah, lakini ameikata la haulillah. Makosa makubwa sana. Lau kama angelikuwa kusudia maana yake angekufuru mtu, angetoka katika Uislamu, kwa sababu wathibitisha sifa ya naqs kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Kwa watu wachunge sana na hii lafzi la haulillah. Na hii iletuna nini? Hatutaki kuisoma tauhid, yatupelekea mpaka katika matamshi yetu tukosea vibaya bila sisi kujua. Sisi tunajua, wale wenye kutamka hivi hawajui kuwa maana yake ni mbaya sana. Wataka kusema pamoja na kuwa ni makosa, sema la haula wala quwwata illa billah, pamoja na kuwa si mahala pake. Ni kama waingia msikitini wasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, huko waingia msikitini. Wakati hiyo ni dhikri ya kuingia wapi? Chooni. Wewe ingia nao msikitini. Ndio pale mtu anapopata msiba asema la haula wala quwwata illa billah, ni kama mfano. Kwa hiyo linalokuudhi, linalokuletea msiba, sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ndio maana pake. طيب la haula la quwwata illa billah simu wapi? Angalia hapa msema ni kalima nini? Kalimatu isti'ana, ni kalima ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa wataka kufanya kazi yako, kwa mfano wataka kubeba jiwe zito kazini, wewe ni kazi yako ni kubeba mawe, sema la haula wala quwwata illa billah, kisha anza kufanya kazi yako. Allah atakupa nguvu na kukupa msaada katika kazi yako. Jambo lolote unalotaka kulifanya wahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, tanguliza la haula wala quwwata illa billah, kisha fanya lile jambo lako. Lakini usiongojee mpaka upatikane na msiba ndio useme la haula wala quwwata illa billah, si mahala pake hapo, si mahala pake. Hii ni kalima isti'ana, ni kalima ya kutaka msaada, wala sio kalima ya msiba. Wengine watashtuka, la hii mpya. Ndio ilivyo, ndivyo ilivyo, ni hivi. Na wewe isome maana yake la haula wala quwwata illa billah, utaipata. Katika tatizo ambalo nimeliona tunalo wengi katika tulab alilm, hasa tunaofundisha, utakuta wengi wetu hatuna ihtimam na kufundisha watu fiqhul adhkar, hatuna ihtimam ya kufundisha watu ufahamu wa hizi adhkar mara nyingi sana. Na ndio waweza kumuona talib ilm pengine Allah amempa kuwa katika talab ilm, lakini si mtu wa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukimuona aweza kutembea mdomo ameufunga, hamtaji Allah. Kwa nini? Kwa sababu hana mumarasa ya kufundisha daima kuwakumbusha watu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakati hii ni ibada kubwa sana
miongoni mwa ibada alizokuwa akizifanya Mtume sallam. Hakuna munasaba isipokuwa Mtume sallam ametufundisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni muqayyad ile dhikr au mutlaqan, kukithirisha kumtaja Allah. Na hili ni kosa kutowafundisha watu fiqh ya adhkar. Ukaona mtu yuona ajabu kufunguliwa darasa al-kalim at-tayyib ama sahih al-kalim at-tayyib ya Sheikh al-Islam, ama akaona ni ajabu sana watu wasoma al-wabil as-sayyib ibn al-Qayyim katika adhkar, akaona ajabu sana watu wasomeshana adhkar, ama fiqh al-adhkar wal-ad'iya ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala. Mfano wa vitabu kama hivi vatakikana kila nyumba viwepo, si ya talib ilm, ya muislamu awe asome hizi adhkar, na tulab ilm wasomeshe maana hizi adhkar watu wazielewe, na wahimize suala la watu kumtaja Allah kwa wingi, sababu hili tuliona lina upungufu mkubwa sana. Na wewe jiangalie katika adhkar sabah al-masa uko vipi, katika adhkar unapoingia nyumbani, unapotoka nyumbani, adhkar baada ya swala na nyinginezo, utakuta kwa kuna upungufu mkubwa sana. Wallahu almusta'an. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله. الله سبحانه وتعالى مكسانيا بين misingi miwili التوحيد والاستعانة katika aya nyingi, kama kauli yake fa'budhu wa tawakkal alayhi. fa'budhu iyyaka na'budu wa tawakkal alayhi wa iyyaka nasta'in. Yani tawakkul, taka msaada kwa Allah na kumtegemea, na hii ndio la haula wala quwwata illa billah, kwa hiyo umemtegemea nani? Allah. wa qawlihi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. alayhi tawakkaltu, مش التوكل على الله katika la haula wala quwwata illa billah wa ilayhi unib, na yingia katika tauhid, kwa yeye peke yake ndio natubia na kurejea. wa qawlihi qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. wa qawlihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة لله والاستعانة به، فالعبادة لله والاستعانة به، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا فلا ينفع ولا يدوم، والله تعالى أعلم. فالعبادة لله والاستعانة به، ibada ni ifanywe kwa ajili ya Allah, na msaada ni mje utake kwa nani? Kwa Allah. Fama lam yakun billahi la yakun, jambo lolote linalofanywa bila ya kutaka msaada wa Allah haliwi, bila ya Allah kukusaidia haliwezi kuwa. Fa innahu la hawla wala quwwata illa billah, so hakuna mwenye uwezo kubadilisha jambo na nguvu za kufanya hivyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lam yakun lillah, na kile ambacho kikufanywa kwa ajili ya Allah na ikhlas, kwa ikhlas, fala yanfa'u wala yadum, jambo hilo halina manufaa wala halitadumu. Wallahu ta'ala a'lam. Hakuna jambo ambalo linafanywa si kwa ajili ya Allah kisha likadumu, litakwisha tu, halidumu. Mara nyingi utamkuta mtu pale mwanzo anapolifanya lile jambo si lillah, ana hamasa, lakini kwa kuwa si kwa ajili ya Allah halidumu. Amekiwa ni kwa ajili ya Allah litadumu. Kuna watu kaona na vishindo kweli, tena amali ya khair, kumbe afanya kwa ajili ya kujionyesha watu wajue yeye afanya. Mara tu ghafla umuone tena kunani ampotea kabisa, kwa sababu ilikuwa si lillah, si kwa ajili ya Allah. ألا ما أهنى وألذ وأطيب ليل يقوم المرء المسلم في جوفه ليصلي لربه ومولاه ما كتب الله له من صلاة، مستفتحا بهذا الاستفتاح العظيم، مستشعرا معانيه العظيمة ودلالاته الجليلة. يعني
ni mtamu ulioje na mzuri ulioje usiku ambao Muislamu atasimama kuswali kwa ajili ya Mola wake kile alichoandikiwa katika swala, akafunguza swala yake na hii istiftah adhim, akiwa ahisi maana yake makubwa na ahisi kile ambacho tufahamishwa katika hii istiftah, mujaddidan imanahu wa tauhidahu, akiwa aileta upya imani yake na tauhidi yake, muqawiyan silatahu bi rabbih wa maulah, atia nguvu mafungamano yake baina yeye na Mola wake, rajian naila ma yatarattabu alayhi min alahwal alzakiyya, akiwa atarajia kupata ile natija inayopatikana baada ya kufanya hivyo katika ahwal nzuri tukufu, wal maqamat aliyya, sehemu za juu na utukufu na daraja za juu, والنتائج العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة، نتيجة عظيمة وآثار مباركة نمرجيه يعني كسفيه ومزوري، وبالله وحده التوفيق ولا شريك له. والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمحبته ونافعا لعباده، وأن يوفقني وسائر إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والنية، وأن يهدينا أجمعين صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نابا ليومشو ورساله ماتعة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى. كنا تشوفوات بعد هي رسالة من شرح لامية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وكنزia kikao kitakachokuja baada al-asr tutaanza hiyo sharh, na nawakumbusha kabla ya kufunga kikao kuwa tukimaliza darasa ya kwanza biidhnillah tutasikilizana beti zote za lamia ya Sheikh al-Islam, kila mmoja atasoma hifdhan. Siku ya kwanza kila mmoja atasoma hifdhan, kwa hivyo itayarisheni vizuri, sababu mshahifadhi, fanyeni murajaa, kisha inshallah mwanzo tutaanza kusikilizana. Tukimaliza kusikilizana tutaendelea kusoma mpaka mwisho biidhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.